uwezo wa kuzungumza ukweli mbele za Bwana. Huyo ni maandiko yalikuwa yanasema kwamba katika watu ambao walijitolea, watu waliojitolea mambo mazuri kwa sababu ya Yesu wako wapi? Watu wale walijitolea kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Haleluya. Kuna watu wana celebrate today because of the resurrection. Watu wana celebrate today sababu ya Isa, sababu ya kufa kwa Yesu na kufufuka. Lakini katika maisha yako kuna kitu lazima ukiweke kiwe kama msingi katika maisha yako. Ina maana kwamba unapokuwa mzima, Yesu alipokuwa mzima katika maisha ya kawaida alifanya mambo mengi sana, lakini alienda kufanya kitu ambapo ni kikubwa wakati aliingia katika mauti. Aliingia katika mauti na akachukua zile funguo ambazo zilikuwa zimechukuliwa na mwovu Shetani. Zile funguo ambazo zilikuwa zimechukuliwa, zimenyakuliwa na wale watu ambao hawangeweza kufanya jambo lolote. Ina maana kwamba katika ufufuo ambao tuko nao ama kukupa kwa Yesu ambao tumeupata, ina maana kwamba kama kuna hali ambayo maisha yako haikuwa inatengenezeka, haikuwa inaongezeka, hii ndio sababu ya leo maisha yako yataanza kuongezeka kwa hatua kwa hatua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Bwana linasema kwamba hiyo mstari wa 9, mstari wa 10 inasema kwamba itangazeni habari nanyi ninyi mpandao punda weupe, ninyi mketio juu ya mazulia ya damani, na ninyi mnaopita njiani kwa miguu. Itangazeni habari nyinyi watu ambao ni wateule wa Mungu. Itangazeni habari ya Yesu nyinyi watu ambao ni watumishi wa Mungu uliopewa nafasi kubwa kama hii. Mtangazeni huyo Yesu kwa watu ambao wako na fikra na akili ambayo ni timamu. Mtangazeni huyo Yesu watu ambao tumepewa ile kibali na neema ya kumtukuza huyu Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Maana inasema kwamba mtangazeni Yesu. Wewe unatangaza huyu Yesu siku ya leo, unamtangaza kwa njia gani? Wewe unamtangaza huyu Yesu kwa njia gani? Unamtangaza huyu Yesu kwa mazuri kwa njia gani? Kama sisi Wakristo ambao ni Wakristo ambao ni walokole, lazima tukoe na ile misimamo ya kumtangaza Yesu mahali pa hadharani, mahali pa peupe. Maandiko yanasema kwamba ninyi mpandao punda weupe, ninyi mpandao punda weupe, yaani mnaotembea mahali ambapo panaonekana. Watu ambao tunaenda katika ibada, tunafanya ibada kama saizi, ibada ambayo inaonekana. Tunafanya ibada katika misingi iliyothabiti, ibada katika misingi ya nchi ya Kenya ambapo imejulikana, kanisa limejulikana, watu wamejulikana. Jina la Bwana libarikiwe. Maaskofu wamejulikana, wachungaji wamejulikana. Ina maana kwamba Biblia ilikuwa inasema watu mpandao punda weupe. Punda ni ile hali ya kazi, punda ni ile inafanya kazi. Yaani alikuwa anaongea katika mafungo ya kusema kwamba nyinyi ni watu ambao mmejulikana katika viwango tofauti tofauti. Nyinyi ni watu ambao mnafanya mambo yenu kwa weupe. Msiende kama watu wa giza. Kama wewe ni mtu ambaye unaomba kila wakati, usiende kama watu wa giza. Tunapoteza watumishi wa Mungu wakubwa sababu wanaiga mifano ya watu wanaofanya kinyume na Mungu. Tunapoteza waimbaji ambao ni maarufu mbele za Bwana sababu wanafanya mitindo ile ya mitindo ya watu wengine ambao wako nje na ile nafasi ya Yesu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba